A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ndugu wasikilizaji wetu katika chaneli hii ya Turiyu TV, katika siku hii ya leo insha Allah twende tukajifunze alama hizi ambazo yoyote akiwa nazo basi fahamu kwamba Mungu anakupenda sana. Alama hizi ndugu yangu ukiwa nazo basi Allah anakupenda sana. Moja kati ya alama ya kutambua kwamba wewe ni kipenzi cha Mungu ni alama gani hiyo? Sikiliza kwa umakini. Ukiwa na alama hii basi Mungu anakupenda. Hapa tunasema inna Allaha idha ahabba qauman ibtalahum, hakika ya Mungu anapowapenda watu wake huwa anawapa mitihani, anawajaribu. Sasa inna Allaha idha ahabba qauman ibtalahum faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhti. Hakika Mungu anapowapenda waja wake huwa anawapa mitihani, anawajaribu. Sasa yule ambaye ataridhika na majaribu ya Mungu akayapokea, akaona hii shida ninayoipata ni mitihani tu, ni majaribu tu ya Mungu, basi falahu ridha, huyu atakuwa na radhi za Mungu. Lakini yule ambaye atakayepata mitihani alafu akalalamika kila siku, akaona anaonewa, akaona Mungu hamsaidii, basi huyu falahu sakhti, huyu mtu atakuwa yumo katika machukizo ya Mungu, manake hapendwi na Mungu. Kwa hiyo kipimo cha kwanza cha kujua kwamba wewe unapendwa na Mungu, maana yake ni kukubaliana na shida unazozipata, mitihani unayoipata, kuona kwamba haya yote yanayonipata ni mitihani ya Mungu, na nikivuka salama basi Mungu atanipa kheri na baraka. Bila ya shaka wewe ni kipenzi cha Mungu. Kwa hiyo ukiona mitihani na kupata na unavumilia, maana yake na maanisha unavumilia, basi wewe ni kipenzi cha Mungu. Hilo ni jambo la kwanza ambalo leo tunazungumzia, kwamba alama hizi takriban 6 ukiwa nazo basi wewe ni kipenzi cha Mungu. Alama ya kwanza ni kupata mitihani mingi sana, halafu mitihani hii ukaivumilia bila kulalamika wala bila kupata tabu wala bila kumlilia sana kumlaumu sana Mungu. Maana kuna mtu mwingine, huyu Mungu hanioni, huyu mbona anapata shida zote hizi, Mungu anisaidii. We basi upo katika machukizo ya Mungu. Kwa hiyo ndugu zangu, hiyo ndio aina ya kwanza tunaweza kusema kwamba ni alama tosha kwamba Mungu anakupenda. Anakupa mitihani mingi na wewe mwenyewe mitihani hiyo hauilalamiki sana, zaidi ya kuendelea kufanya subra na kuendelea kupambana katika kuitatua mitihani hiyo zidi ya kumuomba Mungu. Kwa hiyo ukiwa hivyo utakuwa uko barabara, na ama kwa hakika wewe unapendwa sana na Mungu. Sasa basi, hilo ni jambo la kwanza, ambako hiyo ndio inatuonesha ishara ya kwanza kabisa kuonekana kama wewe ni kipenzi cha Mungu. Ishara ya pili ni ipi? Ishara ya pili ni hii: inna Allaha yuhibbu tawabin, hakika Mwenyezi Mungu anawapenda wale tawabin, watu wenye kutubia. Hao Mungu anawapenda. Inna Allaha yuhibbu tawabin, Mungu anapenda wenye kutubia. Sasa at-tawabin manake wale wenye kufanya toba kila wanapokuwa wanakosea, basi wanamuomba Mwenyezi Mungu awasamehe.
wanamuomba Mwenyezi Mungu awafanyie sahali katika maisha yao, kwamba wamekosea, ya Rabbi tufanyie wepesi wa msamaha, ya Rabbi nimefanya balaa hili, ya Rabbi nimekosa kosa hili, Mola wangu nisamehe kwa makosa niliyoyafanya. Basi ukijiona unapenda kutubu baada ya kumkosea Mola wako, basi fahamu ya kwamba wewe ni kipenzi cha Mungu. Hiyo ni aina ya pili ya kujua kwamba wewe ni kipenzi cha Mungu. Ndio pale mtu anafanya makosa alafu anajutia kwa yale makosa yake. Ukijiona wewe ni mwenye kujutia, kwa nini nimefanya hili kosa, basi wewe ni kipenzi cha Mungu. Lakini ukijiona umefanya kosa afu unaona sawa tu, ndio sawa sana ile mtu anakwenda anachukua mali ya mtu, anatumia mali ya mtu, alafu mwenyewe anaona safi kabisa, tena anafurahia na anajisifu. Yaani haumii kwamba kwa nini nimetumia mali ya mtu, kwa nini nimekula cha mtu, hata kama yeye hajui. Ndio kwanza mtu anaona ana enjoy, anafurahi. Basi ukijiona hivyo, wewe sio kipenzi cha Mungu. Lakini ukijiona umekula cha mtu alafu ukajisikia uchungu kwamba nilichokula sio haki yangu, wallahi wewe ni kipenzi cha Allah jalla fi'ala. Hilo ni jambo la pili. Inna Allaha yuhibbu tawwabin, wale watu wenye kutubia. Kwa ukijiona sasa kwamba mimi natubu, ya Rabbi nisamehe, nimekula cha mtu hichi, nimetumia ukiritimba wangu, ubavu wangu, utapeli wangu, akili yangu, nikala cha mtu bure bure, basi wewe ni kipenzi cha Mungu. Mashaallah. Jambo lingine la tatu ambalo litakujulisha kwamba wewe unapendwa sana na Mungu ni lipi? Tunasema wallahu yuhibbul muhsinin. Mwenyezi Mungu anampenda sana mtu mwenye kufanya wema kwa wenzake. Kama wewe ni mtu unapenda sana kufanya wema, basi wewe ni kipenzi cha Mungu. Wema umegawanyika sehemu mbalimbali: kusaidia watu, kuongea vizuri na watu, kuamiliana katika kheri na watu. Yote hayo ni katika wema. Usiwe wewe kaks tu, muda wote umenuna tu, we nunda tu, wewe utakuwa sio kipenzi cha Mungu. Ili uwe kipenzi sahihi wa Mungu, basi penda kutenda wema. Wallahi wewe ni kipenzi cha Mungu. Ukijiona unapenda kufanyia watu kheri, kufanyia watu mambo mazuri, lakini vile vile kufanya mema, lakini vile vile kuwapenda watu, hii ni katika wema, basi wewe ni kipenzi cha Mungu. My friend, fahamu wewe kwa haya, wewe ni kipenzi cha Mungu. Hilo ni jambo la tatu la kukujulisha kwamba wewe unapendwa na Mungu. Jambo la nne la kukujulisha kwamba wewe unapendwa na Mungu, lipi hilo? Linalokujuza kwamba wewe ni kipenzi cha Allah jalla fi'ala. Insha Allah, hebu kwanza naomba tupate katangazo cha sekunde fupi kabisa, halafu kisha turudi katika kuelezea jambo la nne mpaka la mwisho insha Allah. Sikiliza tangazo hili. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Turiyu TV inakutangazia mafuta bora kabisa ya Turiyu Royal Oil, mafuta ambayo ni mafuta bora kwa ajili ya nywele zako pamoja na ndevu zako. Mafuta haya yana uwezo mkubwa sana wa kuweza kurefusha nywele kwa muda mchache, lakini vile vile kuzirefusha ndevu kwa muda mchache. Mafuta haya yanasababisha nywele zisiweze kukatika wala ndevu zisiweze kukatika. Mafuta haya yanafanya nywele zako ziwe laini pamoja na ndevu zako ziwe laini. Mafuta haya
Ni mafuta ambayo yanatengeneza muonekano mzuri kabisa wa nywele zako na ikiwezekana muonekano mzuri kabisa wa ndevu zako. Mafuta haya ni mafuta ambayo asili yake huingia chini kabisa ya ngozi na kwenda kuimarisha na kuotesha zile nywele zitoke zikiwa bora, nywele zenye afya nzuri, nywele zilizoimarika, tena nywele ambazo si nywele zenye kukatika katika. Ni moja kati ya mafuta bora yaliyokubalika na wengi walioyatumia wamekubaliana na mafuta haya. Ndugu unayesikiliza sauti hii na kusikia taarifa hii, tumia mafuta haya, walillahi alhamdu, utafurahi na utastafidi, utastarehe na bila kusahau utafurahia ipasavyo. Ni mafuta ya Turiu Royal Oil, yanapatikana kwa nambari za simu za 0767521944. Ni Turiu Royal Oil. Naam, inshallah baada ya tangazo tunaendelea na jambo letu la 4 la kukujulisha kwamba wewe ni kipenzi cha Mungu. Ukiwa jambo la 4 ili kujua kwamba unapendwa sana na Mungu, basi fadhkuruni adhkurukum. Mwenyezi Mungu anasema nikumbukeni mimi nami nitawakumbuka. Kumkumbuka vipi? Ukafanya sana adhkari, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Wahhab, yani ukamtaja sana Mungu sana katika majina yake. Wallahi, ukimkumbuka sana Mungu, basi Mungu atakupenda katika hali ya kukukumbuka sana na yeye. Wewe utakuwa bila ya shaka ni kipenzi cha Mungu biidhnillahi alkarim. Lakini jambo lingine la kukujuza kwamba wewe ni kipenzi cha Mungu, jambo la 5 ni lipi? Wallahu yuhibbu sabirin. Mwenyezi Mungu huwapenda watu wenye subra. Ukiona wewe unakuwa na subra, ndio pale wala nabluwannakum bishai'i min alkhawfi waljua' wa naqsin min alamwali. Allah atatupunguzia mali zetu, wal anfus, ataondosha ndugu zetu, wathamarati, Mungu ataondosha baadhi ya matunda na mimea itapungua. Lakini wabashiri sabirin, anatubashiria kuwa ni watu wenye kusubiri. Sasa wewe ukiwa na subira kwa yoyote yanayokukuta, basi my friend, wewe ni kipenzi cha Mungu bila ya shaka wala bila ghasia yoyote. Wewe ni kipenzi cha Mungu. Lakini jambo lingine ni kwamba aidha tunazungumzia jambo la 6 la kukujuza kwamba wewe unapendwa sana 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 na Mungu. Ni lipi hilo? Tunasema man yuridillahu bihi khair, basi yufaqihu fi din. Anayetakiwa kheri na Allah humfanya aelewe dini. Ukijiona wewe dini unaipenda na unaijua, hata kama haujasoma, lakini unafuatilia vipengele vya dini mpaka unavijua, unajua unazikaje, unafungaje, thawabu zake zikoje, unapenda kufuatilia dini, basi my friend, wewe ni kipenzi cha Mungu. Bila ya shaka wewe ni kipenzi sana wa Allah jalla fi'ala. Sasa fanya jitihada uhakikishe unaendelea zaidi kuipenda dini ya Allah ili uendelee zaidi kuwa kipenzi wa Mungu. Jambo lingine la mwisho la kukujuza kwamba wewe ni kipenzi cha Mungu, tunasema wallahu yuhibbul mutatahhirin. Mwenyezi Mungu anawapenda wenye kujitwaharisha. Uwe msafi kuanzia moyo wako na ukawa msafi wa mwili. Yani unatembea msafi mwili wako, nguo uko smart,
lakini pia ni msafi wa matamshi na moyo wako, unaongea maneno safi, maneno mazuri, yasiyo maneno machafu machafu, basi wewe ni kipenzi cha Mungu. Hilo ni jambo la 7 la kukujulisha kwamba wewe ni kipenzi cha Mungu. Kwa ndugu yangu, my friend, jitahidi sana kutengeneza formula za kuwa kipenzi cha Mungu, ili mradi Allah akuthamini, Allah akuingize peponi, na Allah akupe katika kila kile ambacho unachokitaka. Ukishakuwa kipenzi cha Mungu, wallahi, ukimuomba Mungu unayoyataka, basi Mungu hukutimizia kwa haraka, hata kama atakuchelewesha kidogo, lakini ni lazima Mungu akupe. Hilo halipingiki. Inshallah, usiache kusubscribe, usiache kushare, lakini pia kumbuka ya kwamba tunalo tangazo letu ambalo tunakutangazia kwamba uweze kudhibiti sana kupata mafuta haya. Tangazo hili lisikilize kwa umakini, uweze kujifunza kitu inshallah, ila usiache kusubscribe, usiache kushare. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.